Wanataka fedheha. Fedheha. Bwana, jana baada ya mchezo ule wanahabari walipata mahojiano kidogo na mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto na akazungumzia kidogo kuhusiana na dabi. Akaulizwa swali kwamba kuna baadhi ya watu wameprint jezi kwamba hatuchezi. Yeye amejibu, amesema hatazungumza sana kuhusu hilo, lakini tarehe ya dabi iko pale pale na dabi ni Juni 15 mwaka 2025. Siku zimesalia wiki takriban 2. Lakini mchezo huu ni kama umepoteza ushauwasha hivi. Ilikuwa wiki 2 kabla ya dabi, basi ni mchezo ambao unahemwa sana. Lakini mchezo huu sio ndio kupoteza mvuto ama imekaa vipi? Ukiona kuna huo ukimya ambao unauhisi, ni pressure tu baina hivi vikosi viwili vyote. Wote wanafahamu kwamba huu mchezo ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha ratiba ya msimu, lakini ni mchezo muhimu pia kwao kwa ajili ya kuliwania hilo kombe la ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu historia ya ligi kuu Tanzania bara, ili uweze kubeba ubingwa kwa uhakika zaidi, umfunge mpinzani. Yaani hata kama Simba au Yanga anaweza kuwa top of the table akiwa na alama nyingi, lakini anajua kabisa kwamba mpinzani wake hawezi kumkamata kwa namna yote, inakuwa ni raha zaidi akimfunga mtani wake wa jadi. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo mechi lazima itachezwa. Au masuala ya t-shirt, tuwapongeze tu watu wa biashara, wametumia hiyo fursa kuzitengeneza hizo t-shirt na zimeuzika kwa wingi sana. Kwa hiyo usihofie kuona idadi kubwa ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans wakizivaa hizo t-shirt, bali tufurahia kwamba vijana wenzako wameingiza fedha kulingana na hiyo. Wametumia fursa. Ni fursa ya kibiashara. Ni jambo zuri. Lakini ratiba lazima ifuatwe. Lazima ifuatwe. Unajua, yes, mimi binafsi ninachokiona tayari wanayanga wenyewe wameanza kugawanya. Kusikiliza vizuri. Kweli. Wanayanga wenyewe wameanza. Jambo liko wazi kabisa hilo. Na hata baadhi ya wadau, kama nakumbuka, hata baada ya mchezo wa finali mchezo wa kombe la shirikisho pale visiwani Zanzibar, kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wanazungumza, wanakuambia kwamba sisi ni kama sehemu mbinu ya kuwapumbaza wapinzani wetu wasijiandae vizuri, then siku ya mechi tutokea. By the way, hayo ni maoni na mawazo ya mashabiki ambao walikuwa wanazungumza. So ukianza kuona mgongano wa kimawazo kwa namna hiyo, unaona kabisa hawa watu kuna namna ambao tayari wameshaanza kugawanyika, ingawa sasa wakiwa kwenye ile kundi kwa pamoja ile. Unajua ni kama vile let's say mkiwa kwenye kundi rika fulani hivi, unaweza kupata sema tunagoma. Unaelewa? Kio fulani. Lakini ikitoka hapo akianza kuitwa mmoja mmoja, ndio kila mmoja anaanza kusalitiana sasa. Anaanza kusalitiana taratibu. Ndio kitu ambacho mimi nakiona kwamba yes, uongozi umetoa tamko lao, lakini kwa hao wanachama wanaoongoza au wenyewe ambao tunasema ndio wenyewe club hasa wenyewe, huku ndani pia wana mitazamo ambayo tofauti, ambayo kama itapelekea wakasimamia msimamo huo ukiwa na athari hasi nyingi kuliko chanya, hawa ambao walikuwa wanaobaka wataanza kutoa kauli za kuonyesha kwamba hawakubaliana na kile ambacho kimefanywa na uongozi wao. Lakini hawa ikileta kwa mfano kwamba ikileta tunasema mrejesho chanya, wataonekana wakana mrejesho chanya. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba let's say ikatokea bodi ya ligi wakala maneno yao wakaenda kusaini na Young Africans, watakuwa wakisema wote watakuwa upande huu wakionyesha kwamba sisi tuko tunakubaliana na msimamo. Kwa hiyo kimsingi ukiangalia hili swala jinsi linavyoenda, tayari hata wanayanga wenyewe wameanza kugawanyika, na the good thing ni kwamba naona kabisa upande wa bodi wa ligi wameamua kusimamia weledi, wameamua kusimamia na mpaka sasa hivi wanasema bodi ya ligi anaongoza ngapi? Anaongoza 3-0. Hii ni 3-0.